Hiyo mchezo niliacha. So utapiga freestyle ama? Nifanyie interview. Piga freestyle. Si hata hivi nitakufanyia tu interview hata baada. Mr. Hart, mambo vipi? Mambo poa. So Mr. Hart, tunaona kuna mambo imechemuka. Tumeona DP Gachagua jana, ex-DP Gachagua jana walimheckle Kajiado. Alafu leo ametoa statement anasema mashaki kwa astarini wanamthreaten, wanataka kumuua. So we kama supporter wa President William Ruto na Raila Amolo Odinga na yapi ya kusema? Sasa ukiangalia mtu kama Ruto anaweza kupatana na Gachagua, mtu mwenye ashakuwa impeached, mtu ambaye yeye Gachagua anafaa apige siasa ya mnyoro, apige siasa huko nyumbani. Si ati Gachagua anakuja kusimama hapa anasema ati wanamfuata. Sasa Ruto atafuata Gachagua akitafutana naye nini? Mtu tu mwenye ako tu huko mashambani. Mimi hiyo ni kelele ya chure yenye nyinyi kitebo kunywa maji. Na hivyo mimi nasema hivi, Gachagua yeye alishatoka kwa serikali. Gachagua yeye aenda afanye shughuli zake. Gachagua si alikuwa anaitisha Ruto bilioni 10. Alikuwa anamuitisha ya nini? Kwa hivyo Gachagua ni corrupt mkubwa sana. Ni corrupt mkubwa sana. Anafaa simame aongee ukweli. Si hata anakuja kusema hapa ati sijui Ruto anamtishia, ati DCI wanataka kumshika. Yeye mwenyewe mbona ana panic? Basi ameshajua kuna makosa. Na mimi kitu mimi naweza ambia Gachagua aache kutafuta sympathy kwa Wakenya. Hiyo crocodile tears tunaijua. Kwa hivyo sisi hata tumjui Gachagua. Gachagua ni ile anatafuta political mileage. Juu ameshaona ni kuisha ground imemkataa. Hebu angalia vile walimheckle. Hiyo inaonyesha hata ground haiko na yeye. Yes, yeye amekuwa tu ni kupiga siasa za kijiji ile. Yeye ni mzee wa nyumba 10. Hakuna mahali Gachagua anajulikana. Hata wakati Ruto alipokuwa anataka kuform nini, tuliona Kindiki yeye ndo alipita kura nyingi za deputy president, alikuwa na 25, Gachagua alikuwa na kura 5. So Mr. Hart, tukisonga mbele tumeona Gachagua amemheckle jana. Inaweza kuwa hii ni kipindi ilipangwa ama ni wale watu ama ni wale MPs wenye wapendi Gachagua ndo alipanga ama goons ndo mheckle, kulingana na wewe kivyako? Bwana, Gachagua anajiheckle. Gachagua yeye mwenyewe anajiheckle. Anaenda ananunua magoons wakuje ndio sasa watu waone kweli Gachagua ati watu wapate sympathy. Anatafuta sympathy. Hiyo ndio kitu tunamjua. Na mimi nilisimama hapa bunge la mwananchi hata kabla Gachagua hajakuwa impeach, nikasema Gachagua hakuna siku kitu inaitwa sympathy itakuja juu ya Gachagua. Na ni kweli aliondolewa. Na sasa hata uliona ile hata Limuru Gachagua alijipiga. Anaenda kununua maguns wapige wavunje gari. Umeona hata yenye imekuwa Kasarani. Bado Gachagua amejipiga. So kwa hivyo Gachagua anajipiga, ache kutudanganya sisi kama Wakenya. Kwa hivyo inamaanisha hakuna mtu anataka Gachagua mwenyewe ndo Gachagua ana stage vipindi ndo apate sympathy kwa Wakenya. Yeah, Gachagua yeye anatafuta sympathy kwa Wakenya. Hizi ni vipindi zenye Gachagua anafanya sarakasi. Unajua sasa hii Kenya ati usipofanya sarakasi hautaweza kujulikana. So sasa Gachagua anaona anazima kama moto. Unajua ukitaka kuzima jiko tumia maji. Sasa Gachagua anaona ni kama anazimika. Na ndio kwa maana unaona kila mara akiona ni kama jina yake inasaulika kidogo, anakuja na kakitu. Sasa hii unaona ndio hii sasa ameenda huko. Amenunua maguns wampige, wamheckle. Kajiado. Sasa kesho kutwa tena utasikia ameenda Western, tena amenunua maguns. Kwa hivyo Gachagua yeye amepoteza mwelekeo. Ni kama ile gari ya mlevi, inaweza gonga mti, inaweza ingia kwa mshimo, inaweza gonga hata mahali popote. Sasa Gachagua hivyo. Na ndio unakuja unapata mimi ile kitu nimesema hivi. Gachagua alishakuwa impeached. Na mimi nasema Gachagua anastahili hata akuwe home arrested. Na hiyo ndio kitu mimi sitaichoka kusema. Gachagua ile kitu nataka tutumwachie tu nicho ya kupupu peke yake. Tumuarestie kwa boma yake. Hata asiwahi kanyaga nje. So unaambia William Ruto arrest Gachagua? William Ruto arrest Gachagua. Gachagua aache kupayuka kama mtoto wa mbuzi. Unajua mtoto wa mbuzi hata ananyonya anapayuka tu. Ananyonya kwa tu pepe anapayuka, ashibi. Sasa Gachagua ni ule mtu ambaye yeye alishaisha. Unaonanga ile nguo iliisha, ile vazi liliisha. Unaweza rudi kuivaa? Hawezi ivaa, itakuaibisha. Sasa Gachagua yeye ni ile vazi ilishaisha. Sasa hata Ruto kumuongelea ni kama kujiaibisha. Ana nafasi. Ruto iko kufanya kazi bwana. Alishapata deputy president, kijana handsome ambaye anajiita Kindiki. Kijana mwenye akiongea anaongea sauti nyingine na yeye si mtu wa kurudi nyuma.
So ile kitu sisi tunasema hivi, Gachagua aache PR, Gachagua aache kununua maguns wampige, ndo sasa waone serikali inampiga. Hakuna mahali serikali inapiga Gachagua, hakuna kabisa. Yale maovu yenye Gachagua alifanya ndo yanamkula. Can you imagine huyu Gachagua? Yes, ndo aliendanga alitumananga waende waibe kwa shamba ya Uhuru Kenyatta. Huyu same Gachagua ameweka mpaka mtoto wa ndugu yake 30 good years ako ndani. Huyu same tu Gachagua tu huyu alikuwa anatukana hata mpaka hao wadada zetu ma MP kwa parliament, anawatusi malaya wanawake. Hao wanawake same tu Gachagua huyu alikuwa anatishia wabunge ate kama watamuinamia atawanyorosha. Same Gachagua tu huyu. Yani Gachagua, yani sasa, yani unaona jina Gachagua imekuwa kama ile unaona carpet kuirukia tu sasa hivi. Sasa tutairukia tu. Juu sasa tumeshaona huyu ni nobody. Kwa Ruto ni nobody. Kwa serikali ni nobody. Gachagua is just name Gachagua, lakini hayuko. So kwa hivyo mimi kitu mimi naweza sema hivi, Gachagua mwenyewe ndo anajipiga, Wakenya wajue hivi. Anajipiga mwenyewe. Na ndo unakuja unapata hii Kenya viongozi wamezoea, akiona ni kama anazima, anatafuta political advantage. Anatafuta tu kitu Kenya, anajua kitu kataongelewa. Ndio unaona hata viongozi wengine tumeona hivi majuzi. Simuona mtu kama hata Malala, si umemuona? Ameenda tu ametunga shairi amepeleka huko na akajua atakimbizwa. By the way, unajua hata Malala alijua atakimbizwa na matia gas. Alijua hivyo na akajua hii ni njia moja ambaye itafanya political mileage yake itainuka. Na si kweli vile matia gas itoka Citizen television zote, social media ilikuwa ni Malala. Same ukiangalia hata PK. Yeye anaenda kwa wakati alienda Nyayo Stadium. Yeye kwenda pale hivyo, yeye akajua penye ameenda kukaa si mahali pake. Alikuwa anafaa mahali akae kwa viongozi. Lakini ajipeleka pale akijua tu atapigwa na atatrend. So kwa hivyo hawa viongozi ile kitu wanatafuta ni kutrend. Hataki kuzima. Na ndio mimi nasema hii group Gachagua imekuwa tu ni group funny. Wamekuwa ni mapiar, wamekuwa ni masarakasi. Hao ni masarakasi dancers. Unaona wale masarakasi dancers, unapata anaingia kwa debe, unapata sijui sasa hao ni masarakasi ndiko Kenya. Kwa hivyo mimi ile kitu mimi nasema, Gachagua haizi suizia serikali kufanya kazi na kikundi chake, hawezi. Yeye kama anakuja kusema sijui ati Mheshimiwa Rais Ruto. Huyu Ruto hata usiaiongea kuhusu Gachagua, achana na yeye. Maana huwezi rudi kuvaa ile nguo iliraruka. Hata iliraruka kola. Itakuaibisha kwa watu na wewe ni kiongozi. So kwa hivyo mimi ile kitu mimi nasema hivi, Gachagua yeye alishaisha na akaisha na yake iliisha. So kwa hivyo Gachagua aache kutafuta political mileage, Gachagua aache kutafuta sympathy kwa Wakenya, Gachagua aache kutafuta vijisababu ili ndo vianze kuongelewa. Bwana, kuna wakati tumeongelea Gachagua sana. Unakuja unapata media zote kila ikiamka asubuhi na hiyo ndo furaha ya Gachagua. Unajua Gachagua anataka tu unajua Gachagua alikuwa attention seeker. Attention seeker. Anatafuta attention seeker. Sasa yeye ni attention seeker. Unaona? Sasa yeye anataka tu, yani rais akose kufanya kazi, apote wanaongea Gachagua mwaka isha, waseme si unaona afanyangi kazi. Unaona? Tena mwaka ingine ishe. Bwana rais, huyu mtu achaneni na yeye. Akifanya vituko zake hata msishughulike. Usishughulike, maana hao ni watu wameshapoteza mwelekeo kabisa. Na sisi hatuna haja nao, na Gachagua yeye aenda fanye shughuli zake. Na akitaka kujua tumwamini yeye ni kiongozi, aenda rudishie mjane mali yake. Lakini Gachagua kuna namba za kuna followers. Gani hiyo? Kama anaweza enda tu Molo ndio yao anamheko. Ako na namba gani? Hao wenyewe wanamdanganya tu hapa. Kama ako na namba, kama Gachagua yeye ni mtu mzuri, aenda toe Waitito ndani. Na ni mtu wake. Ni right man wake. Mbona ako pale anaozea pale ndani? Na hata Gachagua pia anafanya ozea hapo ndani. Maana matendo ya Waitito ndio yanafanya anaoza. Hata Gachagua matendo yake pia aenda oza. Usikie tu breaking news, Gachagua arrested. Kwanza nafurahi. Hiyo siku siendangi bucha, nitaenda bucha. Hiyo siku tu nisikie Gachagua arrested. Breaking news, Gachagua arrested. Nitaenda bucha bwana. Nitakopa pesa. Hata wewe tu mwanamke nitakuomba pesa. Ndakuomba tu nikwambie tu nitumie tu ka 1000. Breaking news, Gachagua is arrested. Nichome nyama. Hiyo ndo nitataka. Juu mtu anasumbua bwana. Dakika kidogo yani tutafanya Wakenya kwa hivyo nini ilifanya ujoin serikali ama juu Raila kwa serikali ilibidi ujoin serikali?
Bwana, acha nikwambie, kwa serikali kuna utamu. Maana hizi kushikwa hakuna. Bwana, nilikuja nikashikwa wakati moja, nikasema, "Ha? Hivi ndio kuko?" Nikasema hapana. So, kwa hivyo wewe matunda kwa serikali unapata? Matunda iko kwa serikali hata kama bado sijaanza kupata pesa, lakini security matters a lot. Nikitembea natembea nimelindwa. So nikisema wewe ni puppet ama wewe ni mtu ni puppet? Mimi si puppet. I'm not a puppet. Yeah. Mimi niko pale. Mimi yani ninapenda, unaona kwa serikali nimeingia na moyo yote. Unaona? Si ati niko pale ati kwa sababu ati ni handout. Hakuna. So tukiendelea mbele ndugu yangu, tumeona principal wa Butere Girls amepigwa transfer juu ile play yenye Malala alikuwa ameandika Echoes of War. So una yapi ya kusema wewe kama mtu wa serikali? Unajua amepigwa transfer Wajir. Na huyo mama kwa 60 years alikuwa mbaki miezi 2 aende retire. Wacha nikwambie. Unaona huyu principal hata hakuwa anafaa pigwe transfer. Alikuwa anafaa avutwe. Unaona? Kwa sababu ukiangalia pesa ilitembea. Wamnyora alitembeza pesa. Walitembeza pesa pale ile. Alilipwa principal wa Butere Girls alilipwa, walimu walilipwa. Na unaona? Hizi ni vitu hidden, lakini walilipwa. Huyo hata mimi nasema serikali hata wangempeleka transfer. Huyo walikuwa wampeleke kotini. Aende ajibu mashtaka. Maana ukiniambia mali ilitokea mpaka mali ilifikia, hiyo ni pesa ilitembea. Na ukiangalia kitu inaongelewa against nani? Inaongelewa against serikali na Ruto. Unaona? Wewe huwezi angalia ni season gani yenye watu. Lakini hiyo ilikuwa ni play ndugu yangu. Ni sawa na literature hizi novel set books hizo. Ndugu yangu auoni kwa hiyo level ndugu yangu. Ndugu yangu mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Kina Kifo Kisimani watu wamesoma pale school lakini Name of the People. Ndugu yangu wauyeki hiyo nini? Hapana. Vocation choke cycle wauyeki kwa hiyo level. Wacha nikwambie, samaki mkunje akiwa ngali mchanga. Ukiacha huyu samaki akomae hutaweza kumkunja. So kwa hivyo kuna matendo zingine, tabia zingine zenye zinaletwa na hawa viongozi sana sana kama Malala. Hii ilikuwa ni incitement. Unaona? This is an incitement. Kuincite unawezaje kwenda kutumia? Unajua Malala ameshashindwa na siasa. Hata ukusikia juzi Atuoli alimlaani, akamwambia hutakuwa chochote huko Western. Unaona? Kwa hivyo hii ni laana inatembea ndani ya Malala. Na ukisema Atuoli laani, lazima sema Atuoli laani Ruto na Ruto sasa ni president. Sasa wacha nikwambie, Atuoli hata ile ya Ruto ilikuwa tofauti. Wewe unaona Atuoli yeye huyu ni mtoto huko na Atuoli ni kama baba. Na anasema pesa zake ametumia. Hata ndo Malala kwa senator ni pesa ya Atuoli, ni mfuko wa Atuoli. Unaona? Ndo Malala akue vile yuko leo hii. Hata masomo ya Malala ni Atuoli. Kwa hivyo sasa yeye akamwambia hutakuwa chochote Western. Unaona? Sasa unaona Malala yeye ameshaona kisiasa ni kuisha, anaisha. Anaenda kutumia shule. Bwana, wanafunzi wasitumie. So unasema principal aende kabisa, hata angefutwa kazi badala ya kupigwa transfer. Huyo hata angefutwa kazi. Mimi ingekuwa ni mimi mheshimiwa rais, ningesema avutwe kazi. Principal Butere Girls afutwe kazi. Butere Girls. Huyo principal Butere Girls alikuwa anafaa avutwe kazi na aende afunguliwe mashtaka. Afungwe. Afungwe kabisa, maana hao ndio watu wabaya. Maana yeye hii ni pesa ilitembea. Huyo hata kama amepigwa transfer ni kama tu ushaona, yani yeye anafurahi maana ameshajua pesa yake bado iko. Mamilioni ilitembea hapo. Zinye zinapewa nango kwa parliament kwa bafu, kwa choo. Zilitembea. So kwa hivyo mimi nasema huyu principal hakuwa anafaa kupigwa transfer, alikuwa anafaa afungwe, aende afunguliwe mashtaka. Hiyo ndio kitu mimi naweza sema. Na hii ndio kwa maana tabia kama hizi ziweze kukoma. Unaona? Sikio la kukufa lisikii dawa. Unaona? Na ndio unakuja unapata sasa hii ndio tabia ambayo inaendelea katika taifa la Kenya. Unaona? Na hiyo sio vizuri. Mimi ile kitu mimi napinga kabisa. Kutumia wanafunzi, ile ni institution nyingine tofauti. Unaona? Na uwezi niambia mimi naomba watoto wa Butere Girls msamaha. Unaona? Maana hao walikuwa innocent. Hao ni innocent kabisa. Hata wangekufa hao ni innocent. Watu wanafaa wachukuliwe hatua iliyo kali ni principal na Malala. Unaona? Principal na Malala. Na Gachagua. Hiyo timu ya Mnyoro hiyo. Inafaa ichukuliwe hatua maana hao ndo wale unajua sahi Gachagua ni mjanja sana. Gachagua sasa anaona yeye mwenyewe vita zinamshinda. Sasa anatumia hao vijana wetu wa Western. Anawatumia. Unaona? Sasa yeye wanasema ati yeye ni bilionea kwa na pesa. Sasa ile pesa ya Gachagua inatembea kwa hiyo njia.
inatembea kwa uovu, unaona, kutaka kutenganisha Wakenya, kutaka kutenganisha makabila. Hapo ndo Gachagua anacheza, hiyo ndo part zenye Gachagua anacheza. Hizo naye ako sawa. Si unaona vile alikuja hapa Nairobi, akakuja akaanza kusema ati analeta kitu inajiita game. Unaona? Nairobi ni metropolitan. Kuna Mluya, Mjaluo, Mkamba, Masai, kila kabila anakuja kuongea mambo na game. So Gachagua huwa anatafutanga tu kitu na anakatumia. So kwa hivyo ile kitu mimi naweza sema hivi, tabia kama hizi zinafaa zizimwe kabisa. Viongozi kama hawa, kama hawana agenda ya kusaidia Wakenya, hata wafai kurudi kuwa wabunge ama maseneta ama MCA. Wanafaa watolewe kabisa na waende. Unaona? Na hiyo ndio kitu hatuwezi kubaliana naye. Unaona, uongozi imekuja ati uongozi ya vijana. Tujakataa. Vijana pia wako na ile nini. Lakini Kenya ijafika mahali kijana anaweza ongoza. Lakini vijana wamesoma, wako na qualification ndugu yangu. Bwana, kusoma ni tofauti na ile akili umezaliwa. Unaona? Unaweza kuwa umesoma, lakini bwana hauna ile vision, mission and ambition. Hauna, you are just, yani wewe uko tu dry. Unaona? Uko dry. I wonder, ndo kuna mzungu mmoja kutoka, in fact nilisoma, kuna mzungu kutoka South Africa. Akasema Afrika ukiwapatia uongozi hiyo wanatumia kwenda kunyanyasa nayo watu. Wakipatiwa bunduki wanaenda kuua ndugu yake. Hawa ndio viongozi wa Kenya wako sasa. Ukiwapatia, angalia kama kina Moratha. Sasa wale wanaweza ongoza nchi ya Kenya shwe. Huyo ni mtu unaweza sema anaweza ongoza nchi ya Kenya. Mtu mwenye kazi yake tu ni huku kuweka mapay bill, atumiwe pesa, hata anatorokanga mpaka watu wake. Hiyo pesa anaenda anaingia nayo kwa choo. Unaona? Mnasema ati hao wanaweza kuwa viongozi. Sasa tukimalizia ndugu yangu. So mimi nikimalizia nasema hivi. Wamunyoro, wacha kutafuta sympathy kwa Wakenya. Na iwe mwisho, na tunakupiga kikomo. Na kikosi chako pia niliona mwingine hajajiita huyu alimwenye alitolewa juzi. Anajiita Moturi. Hawa watu tunawauliza wakati walikuwa kwa serikali na walikuwa wanajua hizo siri. Mbona wasingesema wakiwa kwa serikali? Wakishatoka nje ya serikali ndo wanapayuka kama mlevi kwa barabara, mwenye ana mwelekeo. Bwana, mwache kudanganya Wakenya.